Usiku unapoingia juu ya maji tulivu ya Ziwa Nyasa, upepo mdogo unapopita juu ya uso wa maji, kuna kivuli kikubwa kinakatiza kimya kimya. Hiki si kivuli cha kawaida, ni kivuli cha meli, lakini si tu meli, bali ni historia inayoelea. Tangu mwaka 1951, meli hii imebeba maelfu ya watu. Imeona mapinduzi, imeona nchi zikibadilika, na imeona kizazi kikikua na kuzeeka. Hii si hadithi ya chuma na injini. Hii ni hadithi ya maisha ya watu wa ziwa. Hii ni simulizi ya MV Ilala. Karibu The Storyside. Safari yake haikuanzia chini ya jua la Afrika. Haikuanza kwenye mchanga wa fukwe wa Nyasaland. Haikuanza kwenye sauti ya soko la Monkey Bay. Ilianzia mbali kwenye baridi kali ya Ulaya. Mwaka 1949, katika viwanda vya meli vya Uingereza vilivyokuwa bado vinajengwa upya baada ya majeraha ya vita vya pili vya dunia, wahandisi walikuwa wakitafuta mwelekeo mpya. Vita vilikuwa vimeacha makovu makubwa, lakini pia viliacha urithi wa teknolojia, ustadi na nidhamu ya kiufundi. Katika mazingira hayo, agizo maalumu lilitolewa kutoka kwenye koloni lililojulikana kama Nyasaland, eneo ambalo leo tunaliita Malawi. Mahitaji yalikuwa wazi: si meli ya kivita, si meli ya kifahari ya bahari kuu, bali meli imara yenye uwezo wa kustahimili maji makubwa ya bara na iweze kubeba watu na mizigo kwa uhakika kwa miaka mingi. Wakati huo, teknolojia ya ujenzi wa meli ilikuwa imebadilika. Chuma kilichotumika kilikuwa kizito na cha kudumu. Miundo ya ndani ilitengenezwa kwa kuzingatia uimara badala ya uzuri wa nje. Meli ya MV Ilala haikujengwa kwa maonyesho, ilijengwa kwa kazi. Muundo wa mwili, yani hull, uliundwa kustahimili mawimbi marefu. Injini iliwekwa kwa mtazamo wa matumizi ya muda mrefu, si kasi ya juu. Na staha ilipanuliwa ili kuruhusu mizigo na abiria kwa pamoja. Huu ulikuwa mtindo wa zama za baada ya vita, ya kujenga kitu kitakachodumu, na kweli waliijenga kwa mtazamo huu. Wakati huo, Nyasaland ilikuwa chini ya utawala wa Waingereza. Uchumi wake ulikuwa unategemea sana kilimo, biashara ndogo ndogo, usafirishaji wa bidhaa kati ya makazi yaliyotawanyika. Lakini kulikuwa na tatizo kubwa. Hakukuwa na mtandao wa barabara wa kuaminika kuzunguka ziwa. Maeneo mengi yalikuwa yamejitenga. Kwa serikali ya kikoloni, hili halikuwa tu suala la maendeleo, lilikuwa suala la udhibiti na usimamizi wa koloni. Meli ya kudumu ilihitajika ili kurahisisha usafiri wa maafisa wa serikali, kusafirisha mazao, kuimarisha mawasiliano kati ya vituo vya kiutawala. Hivyo MV Ilala haikuwa tu mradi wa usafiri, ilikuwa sehemu ya mfumo wa kikoloni. Lakini hapa ndipo hadithi inakuwa ya kipekee. MV Ilala haikuweza kusafirishwa ikiwa imekamilika. Umbali kati ya Uingereza na Afrika ya Kati ulikuwa mrefu, na hakukuwa na njia ya kuifikisha ziwani moja kwa moja ikiwa nzima. Suluhisho lilikuwa la kiuhandisi na la kimkakati. Ilijengwa, ikakaguliwa, kisha ikavunjwa vipande vipande kwa uangalifu mkubwa. Kila sehemu iliwekewa alama, kila bolti na kila sahani ya chuma iliandikwa namba. Ni kama kusambaratisha jengo ili kulijenga tena mahali pengine. Vipande hivyo vilipakiwa kwenye meli za mizigo, vikasafirishwa kupitia bahari hadi pwani ya Afrika Mashariki. Kutoka hapo,
safari ya nchi kavu ilianza mpaka vikafika kwenye mwambao wa Ziwa Nyasa. Chini ya jua kali la Afrika, wahandisi na mafundi walianza kazi ya kuikusanya upya. Hii haikuwa kazi ndogo, ilikuwa kama kuunganisha fumbo kubwa la chuma. Kila kipande kilirejeshwa mahali pake kwa kufuata ramani za asili, na polepole umbo lake lilianza kuonekana. Hatimaye likapewa uhai na injini yake kuwashwa kwa mara ya kwanza barani Afrika. Ilikuwa ni kama kuzaliwa kwa mara ya pili. Mwaka 1951 MV Ilala ilisimama rasmi kama meli kamili juu ya maji ya Ziwa Nyasa. Safari yake ya kwanza haikuwa ya kifahari, haikuwa na sherehe za kimataifa, lakini ilikuwa tukio kubwa kwa wakazi wa eneo hili. Kwa mara ya kwanza waliona meli ya kisasa, kubwa, imara, ikiunganisha maeneo ambayo awali yalihitaji siku au wiki kufikiwa. Kutoka siku hiyo, MV Ilala haikuwa tena mradi wa kikoloni, ilikuwa sehemu ya maisha ya watu kati ya Malawi na Tanganyika ambayo sasa ni Tanzania. Kabla hujaelewa hadithi ya meli, lazima uelewe maji inayoyakata. Ziwa Nyasa au Lake Malawi kwa upande wa Malawi si ziwa la kawaida. Ni mojawapo ya maziwa makubwa ya Afrika. Ni refu kiasi kwamba macho hayawezi kuliona lote kwa mara moja. Zaidi ya kilomita 560 za maji yanayoenea kama bahari iliyofungwa katikati ya bara. Limegawanyika katika nchi 3: Malawi, Mozambiki na Tanzania. Lakini maji yake hayajui mipaka ya kisiasa. Yanavuta pumzi moja na yanatikisa uso mmoja. Ziwa hili si refu tu, ni la kina kirefu sana. Katika baadhi ya maeneo kina chake kinazidi mita 700. Hiyo ni dunia nyingine chini ya maji, dunia isiyoonekana, dunia yenye giza na baridi isiyofikika kwa macho ya kawaida. Wanasayansi hulihesabu kama moja ya maziwa ya kale zaidi duniani. Limekuwepo kwa mamilioni ya miaka, na ndani ya muda huo mrefu maisha yalibadilika, yakajitenga na yakazaliwa upya. Ziwa Nyasa ni makazi ya maelfu ya samaki aina ya cichlids. Zaidi ya species 1000 zinakadiriwa kuishi hapa, na nyingi hazipatikani popote duniani. Kila rangi ya samaki unayoijua ipo hapa: bluu angavu, njano na hata nyekundu ya kuvutia. Ni kama bustani ya maua chini ya maji. Wanasayansi kutoka Ulaya na Marekani walikuja kulichunguza ziwa hili na wakaliita laboratori ya asili ya mageuzi. Lakini kwa wavuvi wa eneo hili, hawa si namba za kisayansi, kwao ni riziki. Kuna maeneo duniani ambapo barabara huisha, lami hukatika, reli haijawahi kufika, daraja halijawahi kujengwa, na hapo ndipo maji huanza. Kando ya Ziwa Nyasa kuna vijiji ambavyo kwa miongo mingi vimeishi kwa kutazama upeo wa maji kila asubuhi. Kwao maji si mandhari, bali ni njia. Na juu ya njia hiyo ya maji kuna meli moja iliyogeuka kuwa pumzi ya maisha yao, ambayo ni MV Ilala. Baadhi ya vijiji hivyo viko mbali na miji mikubwa. Hakuna magari ya abiria yanayopita kila siku. Hakuna lori la mizigo linalofika kwa urahisi. Mtu anapotaka kusafiri, kwenda hospitali kubwa, kusoma sekondari ya mbali, kuuza mazao sokoni au kutembelea ndugu, anakaa akitazama maji kusubiri MV Ilala. Ndani ya meli hii kuna hadithi nyingi kuliko viti vilivyopo. Mama anayebeba mtoto mgonjwa akielekea hospitali ya wilaya, mwanafunzi anayekwenda kuanza maisha mapya ya shule ya bweni, au mzee anayekwenda kumwona mwanawe aliyekaa mbali kwa miaka mingi. Kwao MV Ilala si chaguo la kifahari, ni tumaini la kufika. Safari yao si ya utalii, bali ni ya lazima. Lakini si watu tu. Magunia ya mahindi, mihogo, maharage, samaki waliokaushwa
bidhaa hizo husafirishwa kutoka kijiji kimoja hadi kingine au kutoka vijiji vidogo hadi miji mikubwa. Bila MV Ilala, mazao mengi yangebaki kijijini, yangeharibika ama yangegeuza hasara kuwa njaa. Kwa njia isiyoonekana moja kwa moja, MV Ilala imekuwa mhimili wa uchumi wa Ziwa Nyasa. Kuna wakati ambapo meli hiyo hubeba vifaa vya tiba, madawa, wauguzi au wahudumu wa afya. Kwa jamii ambazo ziko mbali na hospitali kubwa, usafiri ni sehemu ya tiba. Mgonjwa asiyeweza kufika hospitali kwa wakati anaweza kupoteza maisha. Hivyo, kila safari ya MV Ilala si tu safari ya kawaida, inaweza kuwa tofauti kati ya uhai na kifo. Ndiyo maana kwa wengi MV Ilala imepewa heshima ya kuwa ni hospitali inayosafiri. Kabla ya simu janja na internet kuenea, barua zilikuwa kiungo cha hisia. Habari za kuzaliwa, habari za ajira, habari za msiba, na barua hizo zilipita kwenye meli hii. MV Ilala ilikuwa kama mshipa unaosafirisha damu ya mawasiliano kati ya jamii zilizotawanyika. Kwa wakazi wa kando kando ya ziwa, MV Ilala si meli tu. Ni kumbukumbu ya safari za kwanza za maisha yao. Ni ushahidi wa ndoa zilizowakutanisha watu kutoka vijiji tofauti. Ni shahidi wa watoto waliobebwa mikononi wakiwa wachanga na baadaye wakapanda tena wakiwa watu wazima. Ni sehemu ya mzunguko wa maisha, na kwa miongo mingi, wakati barabara zilipochelewa kujengwa, wakati maendeleo yalipotembea polepole, MV Ilala iliendelea kufanya kile ilichokusudiwa kufanya. Safari ya MV Ilala si tukio la ghafla. Ni mzunguko, ni ratiba, ni pumzi inayorudiwa kila wiki juu ya maji ya Ziwa Nyasa. Kwa takribani wiki moja, meli hii huzunguka ziwa kwa mpangilio uliopangwa kwa makini. Mara nyingi safari huanzia kusini mwa ziwa, katika maeneo ya Monkey Bay, ambapo shughuli huanza mapema kabla hata jua halijachomoza. MV Ilala haisafiri moja kwa moja kutoka mwisho mmoja hadi mwingine. Inasimama katika vituo kadhaa vidogo na vikubwa kando kando ya mwambao. Baadhi ya vituo hivyo havina bandari kubwa. Wakati mwingine boti ndogo hutumika kusafirisha watu na mizigo kutoka ufukweni hadi kwenye meli iliposimama mbali kidogo na kina kifupi. Kila kituo kina sura yake: kijiji cha wavuvi chenye mitumbwi mingi, mji mdogo wenye soko linalotazama ziwa, au eneo la miamba na mchanga mweupe. Na kila kituo kina ratiba yake ya kusubiri MV Ilala. Moja ya picha za kawaida kabisa: watoto wakikimbia ufukweni, wakiipungia mikono, wakipiga kelele za furaha. Kwao kuiona MV Ilala si tukio la kawaida tu, ni burudani, ni ishara kwamba dunia ya nje ipo karibu nao. Wengine huota siku moja watapanda ndani yake. Wengine tayari wanajua sauti ya honi yake kabla hata haijafika karibu. Kwa wale walioko kwenye staha ya juu, safari hii ina sura nyingine. Wanasimama kando ya reli ya chuma wakilitazama ziwa likipita polepole. Hakuna haraka, hakuna mwendo wa kasi wa barabara kuu. Ni mwendo wa maji. Wengine hutafakari, wengine huongea kwa sauti ya chini, wengine hunyamaza kabisa wakitazama upeo usio na mwisho. Safari hii ni ndefu. Masaa hubadilika kwa siku, lakini kwa wengi urefu wa safari si mzigo. Ni muda wa kufikiria, ni muda wa kujiandaa na wanakoenda. Wiki baada ya wiki, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka, MV Ilala hurudia njia yake ile ile. Ni kama saa ya maji, haipigi kengele, lakini kila mtu anayekaa kando kando ya ziwa anajua wakati wake. Na ndani ya mzunguko huo wa kawaida kuna jambo lisilo la kawaida ambalo ni uhakika. Uhakika kwamba itakuja, uhakika kwamba itasimama, uhakika kwamba safari itaendelea. Na kwa jamii zinazoitegemea,
uhakika huo ni sawa na matumaini. Ziwa Nyasa si ziwa la kupuuzwa. Kwa macho ya mbali linaweza kuonekana tulivu, lakini wale wanaolijua huliheshimu, kwa sababu hapa hali ya hewa haibishani bali hubadilika. MV Ilala ilijengwa katika enzi ambazo uimara ulikuwa kipaumbele. Chuma kilikuwa kizito, miundo ilikuwa na unene. Msingi wake uliwekwa kwa lengo la kudumu na sio kupendeza. Hull yake, yani mwili wa chini ya maji, umeundwa kwa kina cha uthabiti. Uzito wake huifanya isiyumbishwe kirahisi na mawimbi. Wataalamu wa zamani walijenga kwa mtazamo wa bora iwe nzito lakini idumu, na katika dhoruba uzito huo hugeuka kuwa baraka. Lakini hata meli imara haifuti hofu ya mwanadamu. Ndani ya dhoruba, sauti ya upepo hupiga kuta za chuma, injini hulia kwa nguvu, mawimbi hupiga kwa sauti ya kupasua, abiria hunyamaza, wengine huomba kimoyomoyo, wengine hujishika viti kwa nguvu, wengine hutazama mbali wakisubiri utulivu urudi. Ni wakati ambao kila mtu hutambua ukubwa wa asili. Historia ya ziwa hili imeona vyombo vidogo vikizama, boti nyepesi zikishindwa kupambana na mawimbi makali. Lakini MV Ilala kwa miongo mingi imepitia hali mbaya bila kupotea, si kwa sababu haina hatari, bali kwa sababu imejengwa kwa hekima ya zama nyingine. Ni kama mzee mwenye uzoefu. Imeona dhoruba nyingi, inajua lini inabidi kupunguza mwendo, inajua jinsi ya kukata mawimbi kwa pembe sahihi. Kila dhoruba inapopita, ziwa hurudi katika utulivu wake wa ajabu. Maji yanatulia, anga linafunguka na jua linatokea tena, na MV Ilala inaendelea mbele kama hakuna kilichotokea. Lakini kwa waliokuwa ndani, wanajua wamepitia jaribu. Mwaka 1964 historia ilibadilika. Malawi ilipata uhuru wake kutoka kwa Waingereza. Bendera ilibadilika, wimbo wa taifa ukabadilika, na utawala ukabadilika. Lakini juu ya maji ya ziwa Nyasa, meli ile ile iliendelea kusafiri. MV Ilala haikusimamishwa, haikustaafishwa na haikufutwa kama alama ya ukoloni. Zamani MV Ilala ilikuwa sehemu ya mfumo wa kikoloni, ikihudumia mahitaji ya utawala na uchumi wa himaya. Baada ya uhuru ikawa sehemu ya taifa jipya. Sasa haikubeba maagizo ya wakoloni, bali ilibeba ndoto za wananchi wake. Viongozi wa serikali mpya waliipanda. Maafisa wa umma waliitumia kufika maeneo ya mbali. Wanaharakati na walimu walisafiria kueneza elimu na sera mpya za taifa, na wananchi pia waliitumia kwenda kutafuta maisha. Hivyo iligeuka kuwa chombo cha umoja. Ziwa hili linagusa nchi tatu. Mjadala wa mipaka ya maji uliwahi kuwa suala la kisiasa, lakini MV Ilala katika safari zake iliendelea kuvuka maji haya kama ilivyofanya siku zote. Haikujali ramani, haikujali mijadala ya mezani. Kwa wakazi wa kando kando ya ziwa, uhusiano wao haukuwa wa kisiasa, bali ulikuwa wa kijamii na kiuchumi, na MV Ilala ikaendelea kuwa kiungo cha mahusiano hayo. Katika miaka ya mwanzo ya uhuru, meli hii ilishuhudia mabadiliko ya kizazi. Watoto waliozaliwa chini ya ukoloni wakaanza kukua katika taifa huru. Wakapanda MV Ilala wakiwa wanafunzi, wakashuka wakiwa walimu, wauguzi na viongozi. Kwa njia ya kimya, MV Ilala ikawa shahidi wa mpito wa kihistoria kutoka enzi ya utawala wa nje hadi enzi ya kujitawala. Na katika mabadiliko hayo yote haikusimama, bali ilibadilika mwelekeo wake. Kwa muda MV Ilala haikuwa tena njia ya kufika kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Ilikuwa uzoefu, ilikuwa hadithi hai, na hadithi hiyo ilianza kuvuka mipaka ya ziwa Nyasa na kufika mbali zaidi huko Ulaya.
Watalii kutoka Ujerumani, Uingereza, Ufaransa na nchi nyingine za Ulaya walianza kusikia jina lake, si kwa sababu ya kasi, si kwa sababu ya anasa, bali kwa sababu ya umri wake. Katika dunia ambayo meli hubadilishwa kila baada ya miaka michache, MV Ilala ilikuwa bado inasafiri kama ilivyokuwa nusu karne iliyopita, na hilo lilikuwa jambo la kipekee. Kupanda MV Ilala si kama kupanda meli za kisasa. Hakuna vioo vikubwa vya kisasa, hakuna mwanga wa LED kila kona. Ndani yake kuna vyumba vya zamani vyenye muundo wa mbao na chuma, ngazi za chuma zinazotoa sauti unapokanyaga, milango mizito inayofungwa kwa mikono, na chini kabisa sauti ya injini ya kale ikiunguruma. Watalii wengi wamesema kulala hapa ni kama kusafiri kurudi nyuma katika muda. Kwa miaka fulani MV Ilala ilianza kuonekana kwenye blog za wasafiri, vitabu vya safari za Afrika, makala za magazeti ya kimataifa, picha za staha yake wakati wa machweo, picha za mwanga wa jua juu ya maji ukiigonga upande wake wa chuma, picha za abiria wakiwa wamekaa kimya wakitazama upeo. Ilikuwa si tu meli, ilikuwa alama ya nostalgia. Kuna maneno ambayo yamekuwa yakitumika kuiita makumbusho inayoelea, kwa sababu ndani yake kuna hisia ya enzi nyingine. Kila kona ina alama ya muda, rangi iliyopauka kidogo, chuma kilichoonyesha historia ya miaka, na vifaa vya zamani bado vikifanya kazi. Lakini tofauti na makumbusho ya kawaida, hii haikusimama kwenye kizimba cha maonesho. Imekuwa hai na bado inakata maji. Na hivyo MV Ilala ikapata jina la pili, sio tu meli ya wananchi wa ziwa, bali ni kivutio cha dunia. Lakini umaarufu huo haukuondoa ukweli kwamba muda unaendelea kupita. Zaidi ya miaka 70 tangu ilipozinduliwa rasmi mwaka 1951, MV Ilala bado ipo juu ya maji ya Ziwa Nyasa. Lakini muda haupiti bure. Rangi yake imewahi kupakwa mara nyingi, chuma chake kimewahi kutengenezwa na kufanyiwa ukarabati mara kadhaa. Vipuri vyake vingine si rahisi kupatikana tena. Inahitaji matengenezo ya mara kwa mara, inahitaji uangalizi wa karibu. Wahandisi wake wanajua kuendesha meli ya miaka zaidi ya 70 si jambo la kawaida. Ni jukumu, ni uangalifu, ni kupambana na uchakavu wa muda. Inahitaji ukarabati wa mara kwa mara. Wakati mwingine safari hupangwa kulingana na hali yake ya kiufundi, lakini bado inasafiri. Na katika dunia ya kisasa inayobadilisha vitu haraka, MV Ilala imekuwa kama ukumbusho wa zama ambazo vitu vilijengwa ili kudumu. Kadiri miaka inavyopita, mijadala inaibuka. Je, meli mpya ijengwe kuchukua nafasi yake? Je, MV Ilala istaafishe kwa heshima? Na je, ibaki kama makumbusho rasmi? Kwa upande wa kiufundi, wapo wanaosema ni wakati wa kizazi kipya. Kwa upande wa kihisia, wapo wanaosema usiiguse, kwa sababu kwa wakazi wa kando kando ya ziwa, MV Ilala si tu chombo cha usafiri, ni sehemu ya historia yao binafsi. Kuna watu waliopanda MV Ilala mara ya kwanza wakiwa watoto, ambao leo ni wazee. Kuna waliokutana ndani yake wakaanza safari ya ndoa. Kuna waliobeba maiti ya ndugu yao kupitia ndani yake kwa mara ya mwisho. MV Ilala imekuwa shahidi wa furaha, huzuni, mafanikio na maombolezo. Ni kama albamu ya picha isiyoonekana, lakini inayohifadhi kumbukumbu za maelfu ya maisha. Leo inasimama kati ya historia na mustakabali. Ni meli ya zamani katika dunia ya kisasa, lakini bado ina maana. Swali si tu kama itaendelea kusafiri. Swali ni je, dunia ya kesho itaendelea kuthamini historia yake?
kwa sababu wakati mwingine mashine inaweza kuchakaa, kumbukumbu hazichakai. Na kwa watu wa Ziwa Nyasa, MV Ilala bado si mashine tu, bali ni sehemu ya maisha yao. Katika bara la Afrika, meli nyingi zimekuja, zikafanya kazi zao, zikazeeka, zikatoweka. Baadhi zilibaki kama vyuma chakavu bandarini, baadhi zikazama na kusahaulika, na baadhi majina yao hayakumbukwi tena. Lakini MV Ilala bado ipo. Kwa nini? Kwa macho ya kawaida ni chuma, lakini kwa macho ya kihistoria ni zaidi ya hapo. Ni ushahidi wa zama za Nyasaland. Ni shahidi wa kuzaliwa kwa Malawi na Tanganyika kama taifa huru. Imeona bendera zikibadilika, imeona tawala zikibadilika, lakini yenyewe ikaendelea kusafiri. MV Ilala ni kama kitabu kisichofungwa. Ukurasa wa kwanza ni enzi za ukoloni, ukurasa wa pili uhuru, ukurasa wa tatu kizazi kipya cha wananchi. Kila safari yake ni kama somo la kihistoria linaloendelea kuandikwa. Haipo kwenye maktaba, haipo kwenye ukuta wa makumbusho, bali iko juu ya maji, inaishi. Huenda siku moja injini yake itanyamaza, huenda kizazi kipya cha meli kitapewa nafasi, lakini hata siku hiyo ikifika, jina lake halitapotea, kwa sababu MV Ilala haikuwa tu meli, ilikuwa daraja, ilikuwa shahidi, ilikuwa alama. Na katika maji haya ya Ziwa Nyasa, hadithi yake itaendelea kuishi, si kwa sababu ya chuma chake, bali kwa sababu ya watu waliopanda ndani yake. Usiku mwingine unaingia juu ya Ziwa Nyasa, anga limejaa nyota, maji yamekuwa meusi kama kioo cha giza. Na katikati ya utulivu huo, MV Ilala inakataa kupotea gizani. Inakata maji kimya kimya, polepole, kwa uthabiti ule ule wa miaka 70 iliyopita. Ndani yake kuna mama anayesafiri kwenda kumwona mtoto wake. Kuna mfanyabiashara anayebeba ndoto zake kwenye magunia. Kuna mzee anayekumbuka safari yake ya kwanza miaka 40 iliyopita, wakati nywele zake zilikuwa nyeusi na dunia ilionekana kubwa zaidi. Wakati dunia inakimbia mbele kwa kasi ya teknolojia, MV Ilala inatembea polepole, lakini katika polepole yake kuna hekima, kuna kumbukumbu, kuna hadithi ya karne nzima iliyobebwa juu ya staha yake. Imeona ukoloni, imeona uhuru, imeona kizazi kikizaliwa na kingine kikizeeka, na bado ipo, sio kwa sababu chuma chake hakichakai, bali kwa sababu maana yake haichakai. Kwa watu wa Ziwa Nyasa, MV Ilala si tu meli, ni sauti ya honi inayosikika alfajiri, ni kivuli kinachoonekana mbali upeoni, ni ishara ya kwamba safari inaendelea. Na hadi leo, chini ya nyota za Afrika, juu ya maji ya Ziwa Nyasa, MV Ilala inaendelea kuandika historia juu ya maji haya. Na kadiri injini yake inavyovuma, hadithi yake bado inapumua. Je, unafahamu nini kuhusu meli ya MV Ilala? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.